asifiwe. Naitwa Pastor Mary na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amenilinda, amenihifadhi ndani ya wokovu, amenishikilia ndani ya wokovu na ndani ya haya maisha ambaye tuko naye pia ameniwezesha. Namshukuru tena, na hivyo ndivyo nataka tushie neno moja pamoja na wewe ambao ni msikilizaji wangu, na tutashare pamoja katika kitabu cha Kolosai 2 mstari wake ni wa 5. Neno linasema ya kwamba, nitasoma na Kikuyu nifafanue na Kiswahili. Nego parwa ona itari hamwe na inyue ndi hamwe na inyue, nego parwa ona itari hamwe na inyue na mwili ndi hamwe na inyue na roho. Ni Mungu anasema kwa kuwa hata kama siku ya leo wewe Mungu unaweza kosa kuona Mungu kimwili, lakini kiroho mko pamoja kwa kuwa ako ndani yako. Kwa hivyo ni vyema ujue Mungu ako ndani yako, na ni vyema ukue ukiandamana na yeye, ukimtazama na pia ukimuomba, ndiposa akuwezeshe kwa yale mambo unaona kama ni makali kwa haya maisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa, wakati huu hii neno linakwambia ya kwamba kaa katika Mungu, na yeye kwa kuwa ako ndani yako atakuwezesha mengi, hata yale haujui. Atakuwa akikupigania vita kali kutoka kwa maadui, kwa kuwa Mungu akiwa pamoja na wewe, ni kusema hakuna jambo linaweza kukulemea siku ya leo, wala kuwa kubwa ama kuwa jambo ambalo ni baya ndani ya maisha yako. Kwa hivyo vile unampenda Bwana, hivyo ndivyo anakupenda, na hivyo ndivyo unafaa kila wakati huwa ukimtayarishia moyo wako awe akipenya kila wakati, naye atakuwa msaidizi, na kila wakati na kila dakika utakuwa ukimuona. Neno linaendelea kusema, gaikaraga gekenaga ni uria nyonaga mutafarire wanyu ona uria murometie wega uhoro-ini wa kwihoka Kristo. Bwana asifiwe. Ati wakati huo Mungu ako ndani yako, huwa ako na furaha kwa kuwa anaona jinsi utaratibu wako uko. Kwa hivyo Yesu anafuraha, Mungu anafurahia wakati ako ndani yako, na wakati anatazama anaona wewe unaenenda na utaratibu mwema kwake. Na hivyo ni kuepukana na yale mabaya yanaweza fanya ukuwe na utaratibu mbaya wa kukosa kuandamana na Mungu. Kwa hivyo ni vyema ujue wewe umeokoka, uko kando na wale hawajaokoka. Utaratibu wako si kama wa wale ambao hawajaokoka. Wale hawajaokoka wakuangi na utaratibu, na utaratibu wao unakuanga kuwa ni ndani ya makosa kila wakati. Kwa hivyo wakati huu na dakika hii Mungu anafurahia kwa kuwa akiwa ndani yako, anafurahia kwa kuwa anaona utaratibu wako, vile unampenda na vile unanyoosha njia zake na vile unamtafuta usiku na mchana. Kwa hivyo kaa ndani ya utaratibu wa Mungu, na ndiposa mambo mengi yatakuwa yanatendeka. Kutoka hapo ukue umejishikia wema mambo ya kutumainika kwa Kristo. Ujishikie vyema mambo ya kuwa umetumainika kwa Kristo. Ukiwa umetumainika kwa Kristo ni kuwa wewe umeaminika hata ndani yake. Kwa hivyo njia zake zitakuwa njema kwako, na wewe utakuwa ukimuona wakati mwingi na wakati wowote kwa kuwa umemtumaini. Hivyo ni kusema hata chochote unahitaji, hakuna wakati utawahi kosa, hakuna wakati utamuomba akose kukurejeshea, hakuna wakati utamtafuta umkose. Hata wakati wowote utakuwa unabisha mlango, atakuwa akikufungulia, kwa kuwa anaona utakatifu wako, uaminifu wako ndani yake uko sawa. 6 inasema, ni undu wa uguo ota uria mwamukirite Kristo Jesu mwathani, tigagai o uguo, thiagai o uguo muri thiritũ nake. Bwana asifiwe. Ati kwa kuwa hivyo ndivyo ulimpokea Kristo Yesu Mungu, enenda ukiwa pamoja na yeye. Hiyo ni kusema kuenda pamoja na Mungu, ni kusema hata marafiki wote wa ulimwengu ni vyema siku ya leo, kama hawana usaidizi kwako, wachana na wao, umpende Kristo Yesu awe rafiki yako. Yesu siku ya leo akiwa rafiki yako, sioni chochote ambacho kitakuwa gumu kwako. Wewe umegojeka, unaona kama umefikwa na mwisho, tafuta uhusiano wako na Kristo, na ndiposa naye Kristo atakuponyesha yale magonjwa hata kama yamemshinda madaktari.
Unaweza kuwa hata saa hii umelazwa hospitalini, lakini ni vyema ujue mahali uko, penda Kristo, kwa kuwa Kristo ndiye atakuja akukomboe na akutoe kwa hicho kitanda, maumivu ikifika mwisho. Wewe unafungiwa nyumba, tafuta uhusiano wako na Bwana, kwa kuwa ukitafuta uhusiano wako na Kristo, Yesu hakuna wakati atakuacha. Anajua wakati wowote huwa unalipa hiyo nyumba, na pia unahitaji mambo mengine, na atakuwa akikutendea, kwa kuwa na wewe rafiki yako ni Kristo. Kwa hivyo mahali ulikuwa umeweka rafiki wako wa maana, sasa toa, weka Yesu, na ukiweka Yesu wakati wowote mtakuwa sawa na mambo yako itakuwa sawa. Hata maadui hakuna wakati watapata nafasi kwako waipate, kwa kuwa naye Yesu atakuwa anatazama mbele. Wakati mabaya yanaachiliwa na maadui ya kukute, atakuwa anafika mbele anayaondoa, kwa kuwa na wewe hauna rafiki mwingine ila huyu Yesu. Bwana akubariki na akutende mema, na hilo neno likusaidia zaidi. Bwana akubariki. Barikiwa zaidi.